Ripoti zinaeleza kuwa takriban watu 100 wanahofiwa kufariki dunia baada ya kufukiwa na vifusi vya mgodi wa dhahabu katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Mgodi huo uliopo katika eneo la Kadauri, wilaya ya Maru, uliporomoka wakati wachimbaji wa kawaida wakifanya kazi chini ya ardhi. Operesheni za uokoaji zinaendelea. Sanusi Awal, mkazi wa eneo hilo aliyehusika katika juhudi za uokoaji, anasema kwamba miili 13 tayari imeshatolewa kutoka kwenye mabaki ya mgodi, ikiwa ni pamoja na mwili wa binamu yake huyu mtoa taarifa. Baadhi ya wanusurika wanasema kuwa zaidi ya wachimbaji 100 walikuwepo chini wakati wa mgodi ukiporomoka. Tuna bahati tumeokolewa hai. Tulikuwa zaidi ya watu 100, sisi 15 tu ndo tuliookolewa, alisema Isa San, ambaye kwa sasa anapatiwa matibabu kutokana na majeraha ambayo yamepata wakati wa maporomoko ya mgodi huo ulipoanguka. Mahmudu Isa wa chama cha wachimbaji wa jimbo la Zamfara alithibitisha tukio hilo, akiongeza kwamba baadhi ya wakosoaji walipata dhoruba wakati wakijaribu kutoa waathirika. Bana, kwenye utafutaji changamoto siku zote zimekuwa ni nyingi zaidi, lakini kubwa ni hili ambalo watu wengi sasa hivi linaenda kuongelewa kutokea kule Nigeria, ambapo takriban watu 100 wanahofia kupoteza maisha kutokana tu na maporomoko ya mgodi ambayo yamekuwa yakitokea maeneo hayo. Na kwa hivi sasa watu uokozi umeendelea kufanyika, watu wameendelea kuchomolewa, japokuwa namba kubwa ya watu inazidi kuongezeka kila itwapo sasa, ripoti zikitoka kwamba takribani watu 15 ambao wametolewa ama 13 ambao wametolewa tayari wametolewa wakiwa wamefariki, japokuwa kuna 15 wengine ambao wametoka wakiwa hai. Sasa hatujajua hao wengine ambao wanadaiwa kuendelea kubaki kwa chini watakuwa ni wazima au bado. Mpaka pale ripoti kamili itakapokuja kutoka, basi tutakuletea habari ambayo sahihi na stahiki kwenye namba rasmi ya hiki ambacho kinatajwa mpaka hivi sasa.